Bwana, leo tuna iliki. Iliki tunaifahamu sana, na iliki ni moja kati ya viungo ambavyo vinatumika sana katika majumbani mwetu katika swala la viungo. Sasa leo nina iliki kama tiba kwa wewe mwanaume na wewe mwanamke. Kama unapokutana na mwenza wako hauna ile hisia kabisa ya kushiriki tendo la ndoa. Mwanaume huna hisia, yani huna ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Tunasema kwamba hauna nyege za kuhisi ule msisimuko. Sasa iliki ina uwezo wa kurudisha ule msisimuko na kuweza kutibu changamoto zako za upungufu wa nguvu za kiume. Lakini wewe mwanamke pia, iliki ina uwezo wa kutibu na kukuondolea maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kama unakosa ule uteute wakati unashirikiana na mwenza wako, basi iliki ina uwezo wa kuweza kurudisha heshima yako, inaweza kurudisha zile homoni zako, na unapokutana na mwenza wako usipate maumivu kabisa. Chanzo cha kupata maumivu mwanamke wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni kukosa uteute katika sehemu za uzazi. Na maana kama unapokosa uteute katika sehemu za uzazi, basi iliki ina uwezo wa kuweza kurudisha hizo uteute katika sehemu zako za uzazi, na ukafurahia tendo vizuri bila maumivu na ukaenjoy kabisa. Kama unakosa ile hamu kabisa. Sasa kwa wewe mwanaume, kama una changamoto ya kushiriki vizuri, yani hauna ile hisia, unaweza kukutana na mwanamke ukafanya mara moja na ukashindwa kurudia tena awamu ya pili, ama wakati mwingine uume unakuwa legelege, sio strong kama inavyohitajika kuwepo. Sasa tunatumia iliki ili kuweza kutibu changamoto hizo. Sasa iliki inatumika vipi? Sasa hebu nisikilize jinsi gani niweze kukuelekeza iliki inatumika vipi kuweza kutibu changamoto ya kuongeza hisia kwa mwanaume ama kwa mwanamke. Chukua iliki za kutosha, nenda sokoni, nunua iliki za kutosha, kisha zichambue. Baada ya hapo utazibrendi ama utazitwanga tupate ule unga wake. Baada ya kupata ule unga wake, hebu tafuta darasini ya unga, changanya pamoja na ile iliki. Chukua maziwa freshi, utachemsha. Baada ya kuchemsha, chukua asali, koroga, weka vizuri kabisa. Kisha tumia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, kila siku ndani ya siku 3 mpaka siku 5. Hapo bwana, tutakuwa tumeweza kurudisha ile homoni zako vizuri kabisa. Wewe mwanamke utakuwa umerudisha homoni zako, itakufanya kwamba unapokutana na mwanaume kupata msisimuko vizuri kabisa, na kupata uteute mwingi wa kutosha, na kutokuhisi maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Mwanaume tutakuwa tumeweza kuongeza ile homoni ya testosterone na kuweza kusababisha kwamba kupata ile hisia ama ile hamu ambayo tunaihitaji, ule msisimuko wa kutosha zaidi. Hivyo unaweza kuperform vizuri na ukajikuta kwamba unaendelea hata awamu ya pili ama awamu ya 3. Kwa hiyo kama una changamoto hizi za upungufu wa nguvu za kiume, mwanamke una changamoto ya kutokuhisi ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa kabisa. Kuna wakati unafanya tendo la ndoa kumridhisha tu mwenzio, lakini wewe mwenyewe huna ile hisia kabisa. Basi iliki, abdarasini, maziwa fresh na asali ndio tiba yako. Sasa anza leo kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo. Popote pale ulipo, utakapoanza kufanya hivi ndani ya siku 5 mpaka siku 7, utakuwa umeweza kutibu changamoto zako. Hebu jaribu leo uweze kuona matokeo yake halisi yanakuwa yako vipi. Lakini pia nikwambie kwamba hii niliyokuelekeza ni kama huduma ya kwanza. Hivyo jaribu uweze kuona matokeo yake. Lakini mimi nina tiba kamili ambayo tayari nimeshaiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako. Ipo iliki, darasini na michanganyiko mingi sana ambayo tumeweza kuchanganya. Ipo katika mfumo wa poda na ipo katika mfumo wa syrup. Hivyo tuna uwezo kukupatia mchanganyiko huo kwa ajili ya kuweza kutibu na kumaliza matatizo yako yanayokusumbua kwa muda mrefu. Na kama unahitaji tiba hii, unaweza kanitafuta kupitia namba jumlisha 255 752 16 38 38. Popote pale ulipo, basi huduma hii inapatikana. Unaweza kanipigia simu na kukusafirishia, ama kama upo Dar es Salaam, basi nitakuelekeza ofisi wapi zilipo ili uweze kuja kufuata huduma hizi. Nikutakia siku njema, nikutakia kila la heri, lakini pia usisahau kunifollow, nitakufollow back. Subscribe katika channel yetu ya YouTube ili kuendelea kupata vipindi vijavyo na uendelee kujifunza zaidi. Nikutakia siku njema, nikutakie kila la heri.